limerejea tena kuwa mjadala mkali baada ya takriban watu 21 kufariki dunia katika ajali tofauti za barabarani kote nchini ndani ya muda usiozidi saa 24. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Samira Mohamed, ni kwamba watu 8 wamefariki na wengine 3 kujeruhiwa Jumamosi asubuhi kufuatia ajali iliyohusisha lori na tuktuk katika barabara ya Embu kuelekea Mwea, kaunti ya Kirinyaga. Msururu wa ajali za kutisha umeibua tena hofu kuhusu hali inayozidi kudorora ya usalama barabarani nchini Kenya. Moja ya ajali za hivi karibuni ilitokea saa 12 asubuhi Jumamosi katika barabara ya Kimbimbi Ngurumbani katika kaunti ya Kirinyaga, ambapo watu 8 walipoteza maisha yao huku wengine 3 wakiachwa na majeraha. Kwa leo tumeweza kupatwa na mshimba hapa Mwea katika karibu na daraja la Mto Morubara, ambapo lori imeweza kugongana kichwa kwa kichwa na tuktuk ambayo ilikuwa imebeba zaidi ya watu 9 na wakaweza kuangamia wote. Hapa tumepata kuna accident imefanyika, kuna tuktuk imekanyangwa na lori. Kenye tunauliza serikali, hii barabara ni highway na hii highway imesimamiwa na Kenha. Abiria 5 wa tuktuk walifariki papo hapo huku wengine 2 ukifariki baadaye walipokuwa wakipokea matibabu katika hospitali ya Kimbimbi. Hapa ndo kumekuwa na accident ya lori ya kampuni ya Fago na tuktuk yenye ilikuwa imebeba wamama wakienda kupanda mchere kutoka Kibebe. Kumekuwa na accident baya sana na tumepoteza mioyo 9 hapa. Inasemekana kwamba ilikuwa inajaribu kupotelea mashimo ambayo ilikatwa kwa barabara wakati barabara ilikuwa inafanyiwa ujenzi, na hapo tukaweza kupoteza zaidi ya watu ama ya mioyo 9. Miili ya waliofariki ilipelekwa katika chumba cha maiti cha hospitali ya Kirogoya, huku mabaki ya magari hayo 2 yakivutwa hadi kituo cha polisi cha Wanguru kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Ajali hiyo ya Kirinyaga ilitokea masaa machache baada ya ajali nyingine ya mauti kudhulumu maisha ya mtu mmoja na kuwaacha wengine 8 wakiwa na majeraha katika eneo la Mlima Nguu, barabara ya Narok Maimahio, muda mfupi baada ya usiku wa manane. Huku uchunguzi kuhusu ajali hizi za hivi karibuni ukiendelea, familia za waathiriwa zimebaki katika maombolezo makubwa kufuatia vifo vya wapendwa wao, huku wito ukiendelea kutolewa kwa hatua za dharura. Kulingana na venye hiyo lori ilitupa mwelekeo, ni kama hiyo driver alikuwa amerara juu, ametupa mwelekeo akagonga hiyo tuktuk kisha ikaraliwa. So tunaomba serikali ishikilie hiyo au familia ili waweze kupumzisha watu kwa njia yenye inayofaa. Samira Mohamed, Runinga TV 47, Nairobi.